Ahibati fillah, kuna nasaha kwamba nimependa kushare pamoja nanyi. Huu ni ufahamu wa makosa. Kuna baadhi ya watu ambao kwamba wanadhani kila anayekwenda katika jambo la zoezi kama vile kwenye gym, utaona comments za baadhi ya watu wakinasibisha labda yote ambaye kwamba ana routine, ana mazoea ya kwenda katika gym, labda kuwa hata kufa. Kwa hivyo ile kumvunja anaonyesha lazima atakufa hata akienda kwenye gym. Hivi ni vitu viwili tofauti. Jambo la kufa na mtu kubakia yuko sawa kimwili ni vitu viwili tofauti. Wala usishikamanishe jambo la zoezi na mtu kuwa fitness na jambo la kufa. Kufa ni faradhi. Kufa hakuna ambaye kwamba atasalimika, na hata anayekwenda hospitali haendi kuwa anaogopa kufa, la, anaenda kwa sababu kujitibu pia ni ibada, wala si kuwa unakimbia faradhi ya mauti. Kwa hivyo tunasema pongezi kwa wale ambao kwamba wanachunga afya zao, pongezi kwa wale ambao kwamba wanachunga siha zao, na kisha sema Mtume alayhi salatu wassalam, almu'minu alqawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min almu'min adh-dha'if. Mu'min ambaye kwamba ni qawi ni bora mbele ya Mwenyezi Mungu na anapendeza kwa Mwenyezi Mungu kuliko mu'min ambaye kwamba ni dhaif, ambaye kwamba ni mnyonge. Ni qawi katika imani na ni qawi katika kiwiliwili au kwenye mwili wake, kuliko ambaye kwamba ni dhaif ima kiimani ama kwa mwili wake. Kwa hivyo jambo la kubakia uko sawa kimwili kwa ajili ya zoezi ambazo kwamba mtu anafanya, ama anaelekea kwenye gym, labda anaenda kwa treadmill ama anabeba vile vyuma, haimaanishi kuwa hatakufa, la, inamaanisha kuwa anachunga siha yake, anachunga afya yake. Barakallahu fikum.